Ebana ni mega mix ya Abuda Fam, shukrani kutoka kwa Strevo. Hii hapa on your radio. Leo acha tuanze namna hii. Tuanze hivi kidogo. We got Strevo kwenye mega mix show ya Abuda Fam. Hey yo Cobra. Welcome kwenye show, welcome kwenye show. Tuanzie hapa na shukrani yenyewe. Tuondoke. Tuondoke. Show za mapema kabisa hizi kabla ngoma haija nini. Nilichobakiza ni salamu pekee ya kukupa kiumbe cha Mungu. Nilichobakiza ni busara pekee ya kupumzika siku yangu. Wala sina kinyongo, sina ngongongo, sina sombingo, ila maumivu yangu kamwe hayatofutika. Weni kama kitungu, ulinipa machozi na radha, pilipili tamu tu. Ukila na kupuriza, na kupuriza, Shukran. C'est vrai. Shukran. C'est vrai. Shukran. Na kushukuru. Shukran. Oh yeah. Shukran. Shukran. Na kushukuru. Mega Mix. Sing along. Mega Mix. Sing along, sing along. It's Mega Mix yao. Anaitwa Cobra kwenye Mega Mix show ya Abuda Fam. Shukrani, brand new track kutoka kwake, linalia live with time. Ulinikuta na furaha yangu. Oh yeah. Nilikukuta na furaha yako. Hewa ukuwaza dhambi, uizurumu furaha yangu. Tunza rambi rambi, iwe msaada wa mazishi yangu. Mpo wapenda furaha kwa maumivu ya mwingine. Mvumilivu geuka kicha kwa furaha ya mwingine. Shukran. Thank you. Shukran. Thank you. Shukran. Na kushukuru. Shukrani. Shukran. Shukran. Yeah, na kushukuru. Okay. Ebana ni Mega Mix ya Abuda FM. Leo tumeanza kidogo na vibe kulingana na siku yenyewe. It's crazy furahi dai. Mimi naitwa Abe Kidunda. Hii ni Mega Mix yao. Na hapa tuko na Cobra, Strevo mzazi au vibana ndani ya Mega Mix show. Na hili ni track yake, of course dubwana lake jipi ambalo limetoka, lina siku chache sana tangu limetoka, na siku ambayo tunaitambulisha. Nakumbuka tulikuwa pamoja kwenye Mega Mix. Ilikuwa ni moja kati ya ngoma ambayo tulitambulisha hapa licha ya kuchelewa kukutana na link ya hii ngoma. Sasa Strevo yuko hapa, tutapiga naye story nyingi kutuambia kuhusiana na hiyo yote. Bana vipi wewe mzee baba? Bana fresh sana bibi. Shwari kabisa. Bana kitambo sana. Mimi pia mwanangu. Tangu mwaka jana noma sana. Mwaka jana. Okay. Mwaka jana. Babu kubwa. Naona shughuli zinaendelea. Mambo yanaendelea. Mwaka wewe ndio umeuanza na shukrani I think shukrani. Na tatukichwa itoka mwezi wa 11 mwaka jana. Okay. Kwa hiyo nimeanza na shukrani. Okay. Watu wengi walikuwa wanadhania huu mwaka utakuwa mwepesi sana hasa kwenye kiwanda cha sanaa kwa ujumla, and unakuja kuachia ngoma mwezi wa 4 huku jamani. Tumesubiri vya kutosha. Ama tatukichwa ilikuwa bado inasonga. Tatukichwa ilikuwa inafanya vizuri, kwa hiyo tulikuwa tunaona kwamba mimi na timu yangu tulikuwa tunaona tuiache kidogo. Okay. Alafu kulikuwa kuna tour hizi za shows. Kwa hiyo tukajipa time kwa ajili ya kutengeneza tena radha nyingine, lakini tatukicho ilikuwa inafanya poa na inaendelea kufanya poa, na ndio maana tumecheck na nyingine. Okay. Na ndio sababu ya wewe kuchelewa kutoa. Kuchelewa ni show na ubizi. Na tunaweza tukasema umechelewa, kumbe ni wakati wako sahihi kabisa. Kwa sababu tangu mwezi wa 11 mpaka leo ni miezi 6 mingapi? 5.
sio mzuri wa hesabu 5 mwezi wa 11 mpaka leo mwezi wa 4, miezi 5 yani. Miezi 5. Yeah. For business tumechelewa, lakini kwa biashara kiujumla tumechelewa, lakini kwa biashara yangu niko sawa. Okay. Hamna tatizo kabisa. Okay, wewe unajipa gap la miezi mingapi kutoka ngoma tu ngoma? Napangaga miezi 3 au 2. Okay. Lakini inatokeaga inaweza kavuka mpaka 4 mpaka 5. Okay. Lakini najipaga 2. Oh yeah. Najipa 2 kwa sababu kwanza naangalia upepo wa game, lakini naangalia game yani ngoma niliyoiachia inaendaje. Sasa mimi ngoma zangu zinaendaga mdogo taratibu. Nikisema nataka nije kuachia fio ndio inakuja na bust. Okay. Kwa hiyo nasema okay, ngoja niache kwanza. Yeah. Kwa gap la miezi 2 maana yake store kuna ngoma nyingi sana. Yeah. Na ngoma nyingi sana. Kama ngoma mpya kama 120. Bana. Yeah. No, maana yake haujaongeza, kwa sababu nakumbuka mara ya mwisho tunafanya interview kwa kama mwaka jana mwaka juzi. Kwa ajikumbushia leo interview yako uliniambia una ngoma hizo zilikuwa 100 kama 25. Zilipunguza. Zingine nimegawa. Okay. Yeah. Kiaje? Kuna baadhi ya wasanii anaweza akaisikiliza akaipenda unampa. Okay, inatokea hiyo kwenye sanaa. Yeah, inatokea. Kuna nyimbo nyingi za Stars sio vizuri kwa mention, lakini nimewapa nyimbo nyingi, zingine anarekebisha. Okay. Nyingine anapita nayo nzima. Na kuna baadhi ya nyimbo pia nimeandika za Stars, asilimia kadhaa za Morogoro, nyingine za Dar. Na inakuwa katika makubaliano gani? Twende sana kibiashara nowadays. Tunaenda kiwana. Okay. Yeah, kiwana, lakini tunaangalia na kwa sababu tunaishi Kisela, basi tunaishi hivyo, lakini kwa sasa hivi kwa sababu na timu yangu, kwa hiyo siwezi tena kutoa bure. Okay. Hiyo unazungumzia kipindi cha nyuma. Okay. Kwa hiyo katika zile ambazo umegawa umebaki na 120. Nimebaki na 120 ambazo sasa hizo siwezi kugawa. Sijui ikitokea, lakini siwezi kugawa. Yeah, na unamaanisha kuna nyingine ambazo bado zinaendelea kufanywa kazi. Yaani sio kwamba zote zimekamilika. Kuna nyingine nimeandika verse, chorus, kuna nyingine nimeandika chorus, kuna nyingine zimeisha. Okay. Zilizoisha kabisa zote, yani kama sasa hivi nasema niachie nyimbo, naachia nyimbo 80. Okay. Ambazo tayari zimeisha, yani zimeisha kabisa. Okay. Baba mkubwa kwenye game, kumbe game itakuwa isubiri tu balaa kutoka kwa Cobra. Isubiri balaa. Maana mengi zaidi. Yeah, noma sana. Shukrani. Tuizungumzie kidogo hii track. Ukisikiliza kuna muda inakuumiza, afu kuna kama inakupa nguvu hivi. Kwenye ngoma ipi sasa ni yani kwa ujumla wake nini hasa ulikuwa unataka tukielewe, kuna ujumbe gani humo ndani? Kuna maisha ya kimapenzi. Oh yeah. Kuna mtu sasa hivi ukiangalia sasa hivi dunia ilivyo, kila mtu yuko na mtu. Oh yeah. Lakini kuna watu pia wanatupenda bila kujua kama tuna watu au hatuna watu. Okay. Kwa maana ya mahusiano. Kwenye mahusiano na maanisha kwenye mahusiano. Kila mtu yupo na mtu. Ila kuna watu wanaweza wakatuhitaji hata hivyo wakijua sisi tuna watu wetu. Okay. Sasa kwa upendo wewe unaweza kumwacha mtu wako alafu ukaenda kwa yule ambaye amekuhitaji. Lakini yule aliyokuhitaji pia kumbe naye ana mtu wake. Kwa hiyo anakuja kutesti radha, akiona nini hapa kuna miayusho, anarudi kwa mtu wake bila kuwaza wewe amekuacha katika mazingira ambayo ushamwacha mtu wako, alafu kwake ulizama zaidi. Nimekaa humo zaidi, nimetumia uandishi fulani noma sana. Kwa hiyo sasa wewe unashukuru nini? Nashukuru kwa sababu amenifunza kuwa jasiri. Yaani amenitoa kwa mtu wangu, nimeenda kwake kwa ushawishi wake, lakini kwake kuna miayusho ambapo nisingekuwa stable, ningekuwa nachanganyikiwa, kwa sababu kati ya vitu ambavyo vinachanganya kwenye maisha, mapenzi hapo pia. Stress za mapenzi. Amen. Kwa hiyo sijarudi kwa ambaye nilimwacha ili niende kwake. Kwa hiyo nimebaki katikati, nimekaa stable. Kwa hiyo nimemshukuru yeye kwa kunifundisha kuwa jasiri na kuweza kumaintain hisia zangu, kukaa pale. Ni sanaa ama halisi kabisa imetokea hii? Ani maisha yetu ya kila siku. Kwako na maanisha? Kwangu. Yeah, imetokea kwangu. Okay. Yeah, man. Ni muda mrefu ama hivi karibuni? Sio muda mrefu sana. Okay. Unajua sometimes kuna sisi tunaishi kwa furaha sana. Kwa hiyo ni vigumu sana, yani sisi wasanii tunaishi kwa furaha kila siku. Oh yeah. Kwa hiyo mtu mwingine kuona kama wewe unapitia vitu gani ni vigumu, kwa sababu hatutaki kuwa disappoint watu ambao wanatutazama. Kwa hiyo sometimes tuna fake furaha, lakini tuna vitu vyetu kwenye moyo. Ukikaa peke yako basi unaendelea kuumia. Okay. Lakini for now I'm happy. Kwa kifupi unasema ulikuwa una date mke wa mtu? Nilikuwa na date mchumba wa mtu. Oh yeah. Sio mke wa mtu. Na ulikuwa unajua kwamba wewe ni mchumba wa mtu na ukadate? Sikujua, kwa sababu yeye aliniambia kwamba mimi niko
niko single. Oh yeah. Lakini sasa mimi nilivorudi, mimi sio mzuri sana wa kushare. Nilikuwa naye nilikuwa naye yani muda mrefu. Nilikuwa naye. Lakini tukaachana kama miaka 4 hivi au 5. Yeye akawa anarudi. Yani amerudi kwangu. Okay. Bana mimi niko peke yangu na nini yale ambayo niliyafanya nimeshit na nini, kwa hiyo tukae pamoja. Sasa mimi nikarudi mazima. Kurudi mazima nikagundua kumbe yeye ana mtu. Sasa mimi sio mzuri sana wa kushare. Okay. Kwa niko sasa huyu kama ana mtu mbona amezurumu furaha yangu sasa? Yani hajaanza dhambi yani mimi yani ameiwaza sana furaha yake yeye mimi kurudi. Maana yeye ananipenda mimi. Kwa hiyo ameiwaza sana furaha yake, akuwaza furaha ya mtu mwingine. Nikazani huyu hakuwaza hata dhambi, yani hakuona dhambi kuizurumu furaha yangu. Kwa sababu mimi nilikuwa na furaha yangu na maisha yangu na mtu wangu. Yeah. Na ukakubali kuiacha. Na nikakubali kuiacha. Which means huyu alikuwa anakupa furaha ambayo imezidi. Yeah man, alikuwa ananipa furaha kwa kipindi hicho tulivyokuwa. Okay. Kwa hiyo nilivorudi nikaamini kwamba ile furaha naweza nikaikuta tena. Okay. Kumbe ile furaha ndio hiyo kitunguu kinakupa radha lakini kinakupa machozi nani. Yeah man. Oh yeah. Bana noma sana. What a story. Na mara chache sana kupata story kwa msanii za namna hii ambazo zimewaumiza na nini. Unajua watu wengi wanajua wasanii wanakutana na mahusiano ambayo yamenyooka tu. Changamoto za namna hii wanaonaga kama wasanii mnatoa idea kwa raia mtaani. Good thing umeshare kitu ambacho pengine watu wengi wasingeweza kufanya hivi ambavyo umefanya. Kwenye hii ngoma kuna mstari gani ambao unaupenda sana? Shukrani. Ulinikuta napenda mistari kama bawa 4. Okay. Za verse ya pili na verse ya kwanza. Okay. Nyimbo nyingi lakini nitakumbuka. Ulinikuta na furaha yangu. Afu na ile ukuwaza dhambi kuizurumu furaha yangu. Tunza rambi iwe msaada wa mazishi yangu. Watoto 2000 wanaweza sijui rambi ni nini. Rambi ni yani nimemwambia yeye kwamba mimi nimeshakufa kwenye mapenzi. Yani mimi kwenye mapenzi nimeshakufa. Yeah. Kwa yeye atunze rambi, yani atunze pesa kwenye mazishi yangu, aje kutoa basi anunue hata sanda au chochote kitu au achangie hata kununua maji ya watu ambao watakuja kunizika. Okay. Kwa hiyo naipenda hizi bawa 2. Okay. Yeah. Siku 8 tangu imetoka, kuna namna unaweza ukatupa feedback ya ngoma? Nashukuru mapokezi ni mazuri, ila yanaenda slow. Mimi napenda kuamwaza. Yanaenda slow kwa sababu kuna shida kidogo na distributor ambazo wanaotoa upload nyimbo zetu. Okay. Kwa hiyo ilikuwa inapanda kwenye mitandao mmoja. Kwa hiyo sasa hivi siku 2 naona kidogo ndio inaanza kujaa kwa sababu inaanza bado platform chache. Lakini platform zingine tunaondoka. Okay. Yeah. Shida ilikuwa? Shida ni distributor wangu naifanya naye kazi na yeye anafanya kazi na watu wa nje. Kwa mfano Boomplay au Audiomack, Apple Music, kiwalisia hatuwezi kwenda huko sisi, uende Apple Music, uende wapi ni gharama kubwa. Kwa hiyo tuna watu ambao wao wanakuwa ni mabarozi, ni maagent tuseme. Sasa yeye wakati ana upload kuna vitu alikosea. Okay. Kwa hiyo wimbo ukaingia nusu. Okay. Hiyo ndio ikawa shida. Kwa sasa inabidi ubadilishwe uingie wote. Okay. Ambapo siku ambayo tunatakiwa tubadilishe ilikuwa Ijumaa jioni. Kwa Ijumaa jioni na wale jamaa Marekani huko ndio watu palishia muziki wao kwenye happy day, kwenye weekend. Ikapita kama siku 4 afu kukana masiku hapa. Hiyo ndio ikanichelewesha. Okay. Nimesikia ngoma zako kadhaa. Namsikia Papa kama producer and Daddy B. Ni wapya muziki yako ya nyuma hatakuwa tunasikia ama producer. Umegundua wanakuwezea sana. Papa ni producer yuko Dodoma ambaye yeye anafanya fine ya muziki yangu, lakini na producer pale studio anaitwa Daddy B. Kwa hiyo tunaanza foundation ya muziki. Okay. Alafu tunamtumia mafaili Papa ana master, anatutumia ngoma. Okay. Daddy B yuko studio gani? Hapo Street Sound. Ambayo iko wapi? Iko Masika. Okay. Bab kubwa bana, Strevo ndani ya Mega Mix show ya Abuda FM. Tuna story 9 Mega Mix. Mega Mix yo. Mega Mix.